Kwa hiyo yale maeneo, yani yale ukiyapiga marufuku, tafsiri yake unamfanya machinga asifanye biashara katika mji. Ukisema asifanye maeneo yani katikati ya miji, unamondosha machinga. Ukisema kwamba haya maeneo ambayo yako road reserve yasitumike na machinga, tafsiri yake tayari unamblock machinga. Tunapoyatazama masoko ya asili ya machinga kwa mujibu wa legal framework ya Tanzania, kwa sehemu kubwa sana sio maeneo ambayo yanaruhusiwa kisheria, sio maeneo yanayoruhusiwa kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Na wengine wakati tunafanya ule utafiti, katika mambo ambayo tulikuwa tunapendekeza katika kufanya shughuli ya machinga kuwa halali ni pamoja na kutambua baadhi ya maeneo masoko ya asili ya machinga. Machinga sio kwa sababu amekosa soko kubwa. Machinga ni kwa sababu anafuata, umeeleza vizuri, anafuata maeneo ambayo yenye wateja wengi. Maeneo haya naweza kutaja kama 5. Eneo la kwanza, maeneo ambayo yanaitwa kama ya hifadhi ya barabara. Ambayo yale maeneo ya hifadhi ya barabara kwa maana yake kwa sasa hivi hayatumiki kama matumizi ya kawaida ya barabara. Machinga wanayatumia. Maeneo ya soko ya miji, katikati ya miji. Maeneo ambayo unaweza kusema katika karibu na huduma za kijamii kama shule, kama viwanda na maeneo mengine. Kwa hiyo yale maeneo sisi tulivyotazama, manake unawafanya, yani yale ukiyapiga marufuku, tafsiri yake unamfanya machinga asifanye biashara katika mji. Ukisema asifanye maeneo yani katikati ya miji, unamondosha machinga. Ukisema maeneo ya huduma kama vile unasema ofisi za serikali kule mjini, kama maeneo ya posta, usema hapa sipange, maeneo haya sipange. Lakini maeneo yale ambayo road reserve unawasema machinga asifanye ni yale ambayo yanapaki malori, yanapaki magari ya wale watu wenye maduka makubwa.